Naam, zaidi ya waumini 1000 wa dini ya Kiislamu na Kikristo wameungana na kushiriki katika iftari ya pamoja iliyoandaliwa na kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Korogwe, na huu ukiwa ni mwendelezo wa dhehebu hilo la Waadventista wa Sabato mtaa wa Korogwe kuandaa iftari ya pamoja katika vipindi vya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akizungumza na Amashi TV, mchungaji kiongozi wa kanisa hilo la Waadventista wa Sabato mtaa wa Korogwe, Mchungaji Julius Mbwambo, amesema lengo la kuandaa iftari hiyo ni kuwakutanisha watu wa dini zote kwa pamoja, kufanya mazungumzo ya amani, kufanya dua maalum ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni pamoja na kuliombea amani taifa la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mchungaji Julius Mbwambo, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Korogwe. Kwa namna pekee sana tunamshukuru Mungu, siku ya leo tumefanya iftari katika wilaya yetu ya Korogwe kama kanisa na imekuwa ya mafanikio makubwa. Mwaka jana tulifanya katika eneo la stendi mpya ya mabasi hapa Korogwe, wengi tunaifahamu, kama sio kwa kufika ni kwa kupita, lakini wengi tunafahamu. Lakini mwaka huu 2025 tumefanya futari au iftari katika stendi hii ya zamani hapa Korogwe, eneo la katikati ya mji wa Korogwe. Na tunamshukuru Mungu maana imekuwa ya mafanikio makubwa sana. Watu wengi wamekuja, watu karibia 1000 wameshiriki iftari hii ambayo kwa kweli mimi binafsi nimebarikiwa na ninaamini na watu walioshiriki wamebarikiwa. Kwa nini tunafanya iftari hizi kama kanisa kwa wenzetu Waislamu? Kitu cha kwanza tutambue ya kwamba sisi tunamwabudu Mungu mmoja. Na kwa sababu tunamwabudu Mungu mmoja na wanachofanya wenzetu ni jambo jema, la jambo la kiimani, la kumuomba Mwenyezi Mungu katika mwezi mzima wanafunga na kuomba na kumlilia Mungu. Wanaomba kwa ajili ya nchi ya Tanzania, wanaomba kwa ajili ya amani, wanaomba kwa ajili yetu sote. Kwa hiyo jambo hili kama kanisa limetugusa na tukaona vyema tushiriki pamoja nao, hata kwa kile kidogo tulicho nacho, basi tutoe sadaka zetu kutambua kile walichokifanya ya kwamba ni chema. Kwa hiyo tunatia moyo makanisa mengine, taasisi nyingine, watu binafsi, mashirika ya umma, basi na yenyewe yafanye huduma hizi. Ni jambo jema maana unatoa sadaka kwa yule ambaye amemuomba na amefunga katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mungu awabariki sana wale ambao walisapoti shughuli hii au iftari hii mpaka ikafanikiwa. Niombe Mungu awabariki pale mlipotoa, Mungu asije akawapungukia. Lakini katika iftari hii sio tu iftari tulioitoa au chakula, lakini pia tumegawa zawadi ya vitabu. Vitabu ambavyo vitasomwa na watu waliokosa tumaini watapata tumaini kupitia zawadi hizo za vitabu. Tumegawa vitabu vya Jipatie Amani Moyoni, Pendo Lisilo na Kifani, Ile Sabato ya Kweli, Kifo na Ufufuo na vitabu vingine vingi ambavyo watu wamefurahishwa. Nishukuru sana wakazi na wananchi wote wa wilaya hii ya Korogwe kwa namna walivyopokea iftari hii na kuja kwa wingi na kupokea zawadi za vitabu. Niseme Mungu awabariki sana. Nishukuru serikali yetu, nishukuru sana kiongozi wetu wa wilaya Mheshimiwa DC ametuma mwakilishi ya kuweza kuja, lakini na viongozi mbalimbali wametuma mwakilishi kama mbunge wetu wa jimbo hili la Korogwe na viongozi mbalimbali, viongozi wa dini, viongozi wa serikali na viongozi wa vyama mbalimbali na taasisi nyingine. Niseme Mungu awabariki. Hii ndiyo Tanzania tunayoitamani, kukaa pamoja, kula pamoja, kuomba pamoja, kushiriki mambo ya kijamii na kiimani pamoja. Mungu aibariki Tanzania. Mungu aibariki nchi yetu kwa jina la Yesu. Amen. Wakipongeza kanisa hilo la Waadventista wa Sabato mtaa wa Korogwe kwa kuandaa iftari hiyo ya pamoja, baadhi ya viongozi wa dini, vyama vya siasa pamoja na serikali walikuwa na haya ya kusema. Mimi ni Juma Rashid Muhina, katibu wa kamati ya amani wilaya ya Korogwe. Kipekee tunawashukuru ndugu zetu wa Adventist Church jimbo la Korogwe kwa maandalizi mazuri ya iftari kwa ajili ya Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Ikumbuka kwamba mwaka huu tulifunga Waislamu, tulifunga mwezi wa Ramadhani, lakini ndugu zetu wa Kristo walikuwa na kitu wanakiita kwa resma. Kwa pamoja tumeshiriki iftari ya pamoja ambayo imeandaliwa na wao, na kila mmoja amefurahia iftari iliyoandaliwa, lakini pia namna ambavyo tumejumuika makundi mbalimbali,
Waislamu, Wakristo, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama mbalimbali vya kisiasa, makundi mbalimbali kama vile wanawake wajane, watoto yatima, walemavu na makundi mengine ya vijana wa bodaboda, vijana wa bajaji, wote tuliunganishwa katika iftari hii. Yote haya ni kwa ajili ya kudumisha umoja, upendo, amani na mshikamano katika wilaya yetu ya Korogwe, lakini katika nchi yetu kwa ujumla. Kipekee tunawashukuru kwa sababu iftari ambayo imezidisha upendo, umoja, kufahamiana na mshikamano. Kwa kifupi tumefurahia iftari ambayo imeandaliwa na wao. Mimi ni Shabani Rashid Shekio, mwenyekiti wa watu wenye ulemavu wilaya ya Korogwe. Kwanza natoa shukrani nyingi sana kwa kanisa la Sabato kwa kutuwezesha sisi watu wenye ulemavu na jukwaa la amani kushiriki pia katika iftari hii. Pia tunaomba kabisa waendelee kushirikiana na sisi katika utoaji wa iftari hii. Lakini pamoja na kutoa asante, kuona kwamba sisi watu wenye ulemavu tuko wengi, lakini wawakilishi ndio nao kuja hapa. Tunaomba wapange taratibu za sisi walemavu itilisti kupangiwa na sisi kukutana na sisi watu wenye ulemavu kwa pamoja ili waweze itilisti kuturidhisha na kutupa hofu ya kwamba na sisi pia ni watu katika jamii. Kwa hiyo tafanyika sisi ni wawakilishi, lakini walemavu wenzetu wapo na natuelewa, lakini siishie sisi wawakilishi tu. Tunachoomba Mungu awabariki sana ili tuweze pia na sisi walemavu wote tuweze kukutana kwa pamoja hapa kwa masuala kama haya ili walemavu pia utambulike katika jamii. Pamoja na hayo nawashukuru sana, natoa shukrani nyingi sana kwa kundi la watu wenye ulemavu kwa Korogwe hii. Kwa kweli ni watu ambao tunathaminiwa, hususan hili kanisa limeonyesha mwelekeo kabisa kwamba kundi la watu wenye ulemavu tutakuwa bega kwa bega nao, na mimi mwenyekiti wao nitakuwa bega kwa bega nao kuwatafuta hao walemavu kwa jinsi gani watakavyotusaidia. Kwa majina naitwa Faidani, mwenyekiti wa siku ya leo ni siku ya pekee kabisa. Siku ambayo tunashukuru Mwenyezi Mungu tumejumuika na wenzetu wa Sabato amani na upendo na siku ya leo imeweza kutufikisha na kuiona tarehe 27 ni siku ya pekee kabisa. Maendelezo walianza mwaka jana kuweza kufundisha pale stage ya Dodoma, na leo tunatuni tena hapa stage ya zamani ya kushirikiza. Kwa kweli tunaweza kusema ni siku ambayo tumefurahia sisi Waislamu kukutana na wenzetu wa dini mbalimbali. Tukikuwa tunasema basi kuendelea Mwenyezi Mungu awalipe pale walipotoa, basi tunasema inshallah Mwenyezi Mungu akipenda mwakani tutakuwa nao kwa hiyo. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa William Mwakilema, ambaye ndiye aliyetarajiwa kuwa mgeni rasmi katika iftari hiyo, mwakilishi wake ambaye pia ni afisa tarafa wa tarafa ya Mombo, ndugu Alex Muhando, amesema asante. Kwa majina anaitwa Alexander Muhando, afisa tarafa wa Mombo. Nipo hapa kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Korogwe, Mheshimiwa William Simon Mwakilema, ambaye ni mwakilisha katika siku hii ya iftar maalum ambayo imeandaliwa na kamati ya amani lakini na kufadhiliwa na kanisa la Adventist wa Sabato. Sisi kama serikali kwanza tunatumia nafasi hii kuwapongeza kamati ya amani kwa kuona jambo hili ni jema, kuwafutulisha ndugu zetu wa dini ya Kiislamu, lakini pamoja na wale wa Kristo wameweza kushirikishwa katika siku hii maalum katika viwanja hivi vya hapa Manundu. Kwa hili jambo ni jema kwa sababu tukitambua sisi kama serikali katika mwezi wa Ramadhani tunafurahia kuona namna viongozi wa dini wanapoungana kwa pamoja kuiombea amani nchi yetu, lakini pia kudumisha umoja, mshikamano na amani katika jamii. Lakini tumie pia nafasi hii kuwapongeza kanisa la Adventist wa Sabato ambao wameona namna gani ni vyema waungane na ndugu zao wa Kiislamu kuhakikisha kwamba wanashirikiana kwa pamoja kuweza kufanya jambo hili jema, jambo hili la baraka la kuwafutulisha ndugu zetu ambao wako kwenye mfungo wa mwezi Ramadhani. Na sisi kama serikali kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kama ambavyo tumeendelea kutoa wito
mwaka huu ni mwaka uchaguzi. Tunaendelea kuwaomba katika wiki hili au 10 la mwisho la mwezi Ramadhani, basi tuendelee kuiombea nchi yetu ili katika kipindi hichi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi, basi Mungu atujalie katika taifa tupite tukiwa wamoja, tukiwa na mshikamano, lakini tuendelee kudumisha amani ambayo ndio tunu yetu katika taifa letu. Lakini tumewaomba pia tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na tuendelee kumuombea, kwa sababu tumepata bahati ya kuwa na rais ambaye anawapenda Watanzania, rais ambaye anapenda nchi yetu, lakini tunajua kwamba hawezi kuendelea kufanya vizuri kama hatutamuombea, lakini pia hatutamuunga mkono. Sisi kama Watanzania, kama wana Korogwe, basi tuendelee kumweka mikononi mwa Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani, lakini pia tuendelee kumsemea mema na kuendelea kumuunga mkono kwa wale mahuzuri anayoendelea kuyafanya kwenye taifa letu. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni na nashukuru sana hata kwa kupata mwaliko huu kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya. Na sisi tumeweza kualikwa na tumeshiriki katika siku ya iftar katika 10 la mwisho. Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Korogwe mjini, katibu wa mbunge wa jimbo hilo la Korogwe mjini, ndugu Fulgens Komba amesema, kwa majina yangu naitwa Fulgens Komba, ni katibu wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Korogwe mjini Dr. Alfred James Kimea. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Kama ambavyo mnafahamu, tupo kwenye mwezi wa Ramadhani na sasa tuko kwenye 10 za mwisho. Ni siku ambayo Jukwaa la Amani Korogwe mjini waliandaa kwa ajili ya kutufutulisha. Lakini kipekee kabisa na kwa umuhimu mkubwa, ni washukuru sana kanisa la Waadventisti wa Sabato kwa ajili ya kutuwezesha, lakini pia kudhamini kwa ajili ya iftari yetu ya siku ya leo. Kwa hiyo nipende kuwashukuru sana. Kama ambavyo mnafahamu, kwenye maandiko Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Na kama ambavyo mnaendelea kufuatilia kwamba mheshimiwa mbunge pia amekuwa akijitoa kwa mambo mengi. Tumekuwa na series ya kufutulisha kwenye kata zetu mbalimbali. Tumefutulisha Odi Korogwe, tumefutulisha Mtonga. Kwa hiyo hata tukaona na sisi pia kama ofisi ni vema tukashiriki baraka nzuri ambayo imeandaliwa na kanisa letu la Wasabato. Lakini pia niwashukuru sana Jukwaa la Amani Korogwe kwa ajili ya amani ambayo tuko nayo, lakini pia kwa ajili ya kusimamia amani pasipo kujali dini zetu, pasipo kujali vyama vyetu, pasipo kujali itikadi zetu za kisiasa. Kama ambavyo leo tumeona tumekuwa na wanachama wa chama maendeleo Chadema, lakini pia tumekuwa na ACT Wazalendo, lakini pia tumekuwa na wana CCM. Kwa hiyo ni umoja ambao unakusanya wananchi wote pasipo kujali matabaka ya kidini, lakini pia pasipo kujali matabaka ya kivyama vyao vya kisiasa. Lakini pia niendelee kuwasihi wananchi wa Korogwe mjini kwa niaba ya mheshimiwa mbunge, tuendelee kuulinda na kuutunza umoja wetu. Kwani umoja wetu ni ushindi wetu na maendeleo yetu ya Korogwe mjini. Kwa hiyo naendelee sana kutoa shukrani kwa niaba ya mheshimiwa mbunge, na mheshimiwa mbunge yuko pamoja na ninyi. Hata kwa jambo lingine lolote ambalo linatokea, tuko mstari wa mbele na tutakuwa mstari wa mbele kuliunga mkono, kwa sababu ni jambo ambalo linatuhusu wote kwa umoja wetu na kwa upendo wetu kwa pamoja. Nashukuru sana. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya stendi ya zamani vilivyopo halmashauri ya mji wa Korogwe mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.